Karibu ndugu mtazamaji wa Zone Media, ambapo muda mchache uliopita nilikuletea breaking news kuhusiana na ajali mbaya ya ndege ya Air India ambayo iliweza kuanguka ikiwa na abiria zaidi ya 200. Sasa taarifa kamili ni kwamba zaidi ya watu 200 wamepoteza maisha baada ya ndege ya abiria ya shirika la ndege la Air India aina ya Boeing 787-8 Dreamliner yenye namba ya safari AL/171 kuanguka dakika chache tu baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sardar Patel mjini Ahmedabad, India. Ndege hiyo ilikuwa safarini kuelekea London ikiwa na watu 242 ndani yake, wakiwemo abiria 230 na wahudumu 12. Kwa mujibu wa mamlaka ya anga ya India DGCA, ndege hiyo iliruka majira ya saa 7 na kuripoti hali ya dharura baada ya kupanda hadi urefu wa futi 625 pekee. Dakika mbili baadaye ndege hiyo ilikatika mawasiliano kisha kuanguka kwa nguvu katika eneo la hospitali ya BJ Medical College karibu na kituo cha mafunzo cha kitabibu na kusababisha mlipuko mkubwa wa moto uliowaka kwa zaidi ya dakika 45 kabla ya kudhibitiwa. Wataalamu wa uokoaji waliothibitisha tukio hilo wanasema kuwa miili zaidi ya 204 tayari imepatikana, baadhi ikiwa imeteketea vibaya kiasi cha kutokutambulika. Wahudumu wa zimamoto, maafisa wa jeshi na vikosi vya uokoaji waliwasili haraka katika eneo la tukio, huku wakilazimika kuingia kutumia vifaa maalum ili kunusuru manusura waliokuwa wamebanwa kwenye mabaki ya ndege. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya kimataifa kama vile The Guardian, NPR na AP News zinasema kuwa kuna mtu mmoja tu aliyeripotiwa kuokoka hadi kufikia jioni ya siku ya tukio. Manusura huyo anatajwa kuwa ni raia wa Uingereza mwenye asili ya India aitwaye Vishwash Kumar Ramesh aliyekuwa ameketi kiti namba 11A. Kwa mujibu wa shirika la habari la The People, manusura huyo alikuwa amenusurika ghafla kuelekea chooni dakika chache kabla ajali kutokea, jambo ambalo huenda limemnusuru kutokana na athari kubwa iliyoathiri sehemu za katikati za ndege hiyo. Abiria waliokuwa ndani ya ndege hiyo walikuwa raia wa mataifa mbalimbali, wakiwemo Wahindi 169, Waingereza 53, Wareno 7, Mkanada 1 na watoto wachanga 2. Mamlaka za India na Uingereza zinasema kuwa familia za wahanga tayari zimejulishwa, huku Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer wakitoa salamu za rambirambi na ahadi ya ushirikiano katika uchunguzi. Rubani wa ndege hiyo Captain Sumit Sabharwal alikuwa na zaidi ya saa 8200 za urubani na msaidizi wake First Officer Clive Kundar alikuwa na saa 1100 za urubani katika ndege ya aina hiyo. Hii ni ajali ya kwanza yenye vifo kwa ndege aina ya Dreamliner Boeing 787 tangu ilipoanza kutumika mwaka 2011. Ndege hiyo ya Boeing 787-8 ilikuwa imeundwa mwaka 2014 na ilikuwa sehemu ya ndege 47 ambazo Air India imenunua kutoka Boeing. Injini zake zilitengenezwa na kampuni ya GE Aerospace, ambapo pamoja na kampuni mama Boeing wamethibitisha kuwa watatoa usaidizi wa kiufundi kwa uchunguzi wa ajali hii. Ajali hii imekuja wakati ambapo Boeing iko kwenye kipindi kigumu kutokana na changamoto za kiusalama na kucheleweshwa kwa uzalishaji wa ndege mpya. Hisa za kampuni hiyo zilishuka kwa zaidi ya 7% kufuatia taarifa ya ajali. Uchunguzi wa ajali hii unaongozwa na DGCA ya India kwa kushirikiana na FAA ya Marekani, NTSB pamoja na wataalamu kutoka Uingereza. Masanduku meusi yamepatikana na yanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu dakika za mwisho za ndege hiyo na sababu halisi ya kuanguka kwake. Kwa sasa taifa la India limeingia kwenye maombolezo yasiyo rasmi, huku dunia ikitazama kwa masikitiko ajali hii mbaya kabisa kutokea India katika zaidi ya muongo mmoja. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo imeweza kuelezea kile ambacho kimetokea kufuatia ndege hii kuweza kuanguka leo hii na kuweza kusababisha raia zaidi ya 200 kuweza kufariki dunia. Na hii ni hatari sana na imeweza kupelekea hofu kubwa kutokana na raia ambao wamekuwa wakitumia usafiri wa anga katika nchi ya India. Mamlaka tayari zimekwisha toa taarifa rasmi kwamba zaidi ya watu 200 wameweza kufariki dunia, ambapo miili 204 imekwisha patikana, lakini ameripotiwa mtu mmoja ambaye ni manusura mpaka jioni ya leo katika wakati wa kuweza kufanya uokozi. Kwa hiyo tutaendelea kukupa taarifa zaidi kuhusiana na ajali hii ambayo imeweza kutokea siku hii ya leo, ambayo imeweza kupelekea simanzi kubwa na majonzi katika nchi ya India. Tufuatilie kila siku hapa Zone Media kwa kuhabarika zaidi.